mambo vipi wapenzi watazamaji wa Kilindoni Media. So tuko maeneo ya Kongoe Izinga, tuko na mwanachama shabiki mpenzi na mdau wa sports, si mwingine bali ni Chamunda, mwanachama wa Dar es Salaam Yanga Africans. Bwana, mambo vipi? Bwana, kwa poa, niambie Mola Mali. Mungu ni mwema kwa kweli. Lete habari ya. Habari zilizokuwepo bwana, tunaona ligi kuu ya NBC Tanzania bara inarudi rasmi baada ya mapumziko ya takriban wiki moja au mbili hivi kupisha kalenda ya FIFA. Hatimaye wananchi mtakuwa dimbani na mnyama Simba naye atakuwa dimbani. Mechi yake ya kwanza anacheza na Coastal Union ya pale Tanga, then atakuja kurudi anakutana na Azam FC. Lakini kwa upande wenu nyinyi na mechi vile vile mtakuwa pale KMC, mechi na Tanzania Prison na muendelezo wa mashindano ya ligi kuu ya NBC pamoja na FA ndio kinachofuata mbele yenu. Kwanza kama ulivyosema, ligi kuu ya NBC Tanzania bara inarudi kwanza na mchezo wa kesho ambao Singida Black Star atakuwa na Azam ndani ya Airtel Stadium mjini Singida. Tunasema sisi watu wa mpira tulikuwa tushakuwa wanyonge, lakini tunafurahi kwamba burudani inarudi. Tunakuja duru la pili kwa sisi ambao tumeshaanza kucheza duru la pili. Nadhani kichobaki sisi kama Yanga tunakuja kucheza mchezo ambao tunajua moja kwa moja palipobaki sasa hivi sio sema kufanya makosa tena ili tuwe bora. Lazima tuandae timu yetu vizuri na imani viongozi kwa sababu walikaa katafakari na benchi la ufundi wakapata majibu sahihi ambayo wameona wao yanawasaidia kuturudisha sisi katika ubora wetu. Haina mbaya, wewe turudi, ligi irudi, tuendelee kupambania alama zetu. Tumeona Molin amerudi na amepokelewa kwa shangwe kubwa na wachezaji wa Dar es Salaam Africans pale kwenye viunga vya KMC jana mazoezini. Nadhani mwalimu kupokea kwa shangwe ndio ni mchezo wa mpira. Wote mwalimu wa mpira anapokuja kufanya kazi atoa kuta lazima amsherekee, kwa sababu mwisho wa siku anakuja kuwa kama mfanyakazi mwenzenu. Na imani kuna wachezaji ambao amefanya nao kazi, wanamjua umuhimu wake, wanamjua ubora wake. Sio mbaya kwa vile amesherekewa, na sisi mashabiki tunasubiri matunda yake. Aboreshe pale ambapo viongozi wameona, kocha mkuu ameona, ili Yanga isimame kwenye ubora wake, tutetee kombe letu. Kubwa Yanga Afrika tunataka sisi tutetee ubingwa wetu. Nadhani tukikosa ubingwa kutetea ubingwa wetu maana yake inaonekana moja kwa moja tumefeli. Ili tusionekane tumefeli, lazima tutetee ubingwa wetu kwa mara ya 5 mfululizo ili tupate kujidai katika msimu unaanza. Ni wazi maneno ambayo alikuwa anazungumzwa, fatiki ya wachezaji wa Dar es Salaam Africans imekuwa kubwa sana ndani ya miaka 4 mfululizo, na hatimaye jana kupitia kwenye media day baadhi ya wachezaji wamethibitisha hilo kwamba fatiki ndio kitu kikubwa sana kinachoathiri, na ni mwenendo mbaya ambao unaonekana sasa hivi wa mashabiki ambao wameizoea Dar es Salaam Africans kama inacheza vizuri, lakini Dar es Salaam Africans hii ya msimu huu kidogo kama imesheki. Mimi nadhani ukizungumza mtu wa mpira wote ambaye anajua kuzungumzia mpira moja kwa moja general, ukizungumzia fatiki ya Yanga kutoka mtu ambaye anajua mpira, yeye lazima atakubali kwa wachezaji wa Yanga walikuwa na fatiki. Sababu miaka 4 natumika katika ubora ambao wanachukua makombe yote 4. Na maana hapo nguvu kubwa ilitumika wachezaji. Kwa hiyo tuwasifu wachezaji wetu, benchi la ufundi katika mazingira yote ambayo tuliopitia, lakini bado Yanga ndio inaongoza ligi. Kwa hiyo tujue moja kwa moja ni katika sasa hivi wajua Yanga ni dude kubwa sana kwenye nchi hii. Na imani kama Yanga ilikuwa timu ya kawaida, sasa hivi Yanga ipo nafasi ya 3 ya 4. Lakini kwa sababu kuna stadium tuliandaa, tunaongoza ligi mpaka sasa hivi, mpaka juu na fatiki, juu na uchovu wa wachezaji, lakini mwisho wa siku Yanga Afrika ndio ipo kileleni. Yaani Yanga inajishindanisha yenyewe kwa wenyewe. Yaani sio kwamba kuna timu ambayo imekuja mbele yetu, imekuja kutupa ubora kuliko sisi. Yeah. Mchezaji Damalo Kamala, Simba wameshupalia na kesi wamepeleka mbali zaidi, wakitaka Yanga mkato alama 15 mpaka 18. Afu mpira ushasha na wakati. Na sidhani kama iko jambo linaweza kutokea katika mpira wetu wa kisasa ambao tulikuwa nao. Kwa sababu Yanga hata kwenye dili yenyewe kwa taba. Yaani shida yake mnagusa Yanga. Lakini hiyo kwenye story si Yanga tupo. Kwa sababu Damalo ni mchezaji ambaye tumemsajili kutoka Singida Black Star. Tumemsajili kama mchezaji wa loko ndani. Sasa ukituambia Damalo tuna Yanga ina kesi na TFF juu kwenye kamati gani? Mimi sidhani kama hilo jambo liko sawa. Na sisi hawa watu msituingizie tuanze kushindana nao. Hizo habari sisi tunazo. Kwa hiyo wachezaji wetu tumemsajili kihalali na amepata vibali vya kucheza ligi. Hayo mengine ya kwa wao. Lakini sione kama nchi kuna mtu ambaye anaweza kunyang'anya Yanga alama 15. Kuingizwa kwa ishu ya Damalo na Simba wakihusisha Yanga wakati walau alama 15 mpaka 18 ni kuziba swala zima la kadi za wanachama ndani ya Simba. Hiyo nadhani hilo ndio kubwa, kwa sababu hawa Simba unajua wanachama wao na washabiki wao mimi niwaita si mandezi, yaani ni watu ambao yaani wasiojielewa. Mimi sikuona kama kuna shabiki wa Simba au mwanachama wa Simba atakuja kulishupalia swala la Damalo. Mimi nilikuwa nina imani kwa sababu wao walishaambiwa tarehe 27 wanaanza kupewa kadi kwenye matawi yao. Ukitaka watoke mbele waambiwe viongozi wao kadi ziko wapi au fomu ziko wapi au taratibu uko wapi, lakini unaanza Yanga Damalo, Simba Damalo, Yanga Damalo, Simba Damalo. Mimi kama klabu ambayo imekwama na nyakati ilikuwa nazo sisi, mimi na imani
Engineer sio kwamba yeye Mungu akosei, lakini kwenye ile Damalo hawezi kukosea. Kwenye Damalo hawezi kukosea. Yaani yeye atoa kabisa na kumsajili mchezaji ambaye sio Mtanzania. Alafu aonekane Mtanzania hivi na kuja kweli akilini. Yaani vitu ambavyo moja kwa moja wenzetu wameshafeli. Na mimi nakwambia si ubingwa, tunakaza nati kidogo tu. Tunachukua bila shida yoyote. Japo tutakusheka lakini tunarudi kwenye ubora wetu. Tunachukua kombe letu bila shida yoyote. Mapumziko ya wiki moja takribani wiki mbili tunaweza kusema kasoro ni wazi yametosha kwa wachezaji wenu wa Dar es Salaam Africans kupata mapumziko tosha ya kurudi kwenye ubora wake. Mimi kwenye mpira siwezi kusema wiki mbili itasaidia, kidogo siwezi kusema zimetosha, kidogo itasaidia. Wamepata siku zile ambazo za kupumzisha miili yao. Mazoezi ambayo walikuwa wanafanya maana kilikuwa mazoezi ya kawaida tu ya kujiweka mtu sawa ili asiwe na maumivu. Lakini kusema moja kwa moja tusaidia moja kwa moja kwa sababu bado karibu, alafu hata mechi zinazokuja nazo zitakuwa za karibu kwa sababu sina imani kama utakuja mchezo wa ligi utoko unakaa ndani ya siku 5 hujacheza. Siku 2, 3, 4, 5 fika kama zitafika. Sana ufinyu wa ratiba. Lakini na imani mapumziko walioyapata yatatusaidia kama klabu yetu turudi kwenye ubora, tutaendelea kupambania timu yetu. Ni wazi swala la Damalo lakini kama linaumiza kichwa hivi. Mimi binafsi linaumiza kichwa na hakuna maana Yanga hapa inamuuza sana Damalo kichwa. Kwa sababu mimi nadhani imani sisi Yanga tuna viongozi thabiti ambao moja kwa moja jua alichokifanya hiki na ubora huu, hiki na udhaifu huu. Hata si imani mtu kama engineer Alfatiaji, Alex Ngai, akina Muniri, akina Nzegumbo, yaani wakaa kamsajili mchezaji ambaye jua kabisa huyu raia wagine lakini acheze kwa ule Tanzania. Mimi sidhani kama viongozi wanaweza kufanya hilo jambo. Mwisho wa siku ligi ndio inarudi, tuanze kuona sasa kikosi gani kiko vizuri, kikosi gani kiko vibaya. Swala mechi zifuatana 5 mfululizo, wakatoboe zile mechi. Wao sana timu nzuri, wakatoboe kuanzia tarehe 2, tarehe 5, tarehe 9, tarehe 15 na kuendelea zile mechi ambazo tumeshikana. Mpao kucheza na Yanga utakuja kuniambia. Lazima waachie alama pale. Lakini mna historia mbaya kwenye kesi kama hizi zinazohusisha masuala ya wachezaji. Swali zuri sana, swali zuri umeuliza sana. Hata kesi ya Bernard Morrison, ile kesi Yanga wa kushindwa. Ile kesi ya moja kwa moja. Tukiwapa ushindi Yanga hapa, ligi inaharibika. Ina maana Simba na mnanya zaidi ya pointi 20. Kuna mpira wa hivyo? Kuna mpira wa hivyo kuna pointi 20, finika kombe Mwanaalamu apite. Hata ikitokea Damalo ndio kweli Yanga sio Mtanzania. Nchi hakuna kunyang'anya pointi zile la Yanga. Na Jumatatu 4 anacheza tena. Ndio kwa Yanga wao wana habari tarehe 4 anapangwa anacheza. Na maana michezo inaongezeka hiyo. Na maana mwisho wa siku atacheza mchezo 10 alama 30 Yanga. Je, kwa shirikisho la mpira kuipola Yanga asilimia 30. Kwanza ubingwa atapewa nani? Na maana tukinyang'anya Yanga pointi 30, ubingwa anapewa nani? Kwa mfano ndio Yanga sasa hivi sasa mnyang'anyo ubingwa anapewa nani na kuuliza mwandishi. Wao wanataka wapewe wao ubingwa. Nani? Wanaotolea wapi? Yaani unaotoleaje ile ubingwa huo? Si watakuwa wanaongoza ligi. Ile ya 29 itakuwa ndogo. Ile Oktoba 29 ile itakuwa twela ile. Yaani ile itakuwa twela. Yaani tushasafiri. Tumekwenda kufanya shughuli zetu, tumetoka mikoani. Alafu si ubingwa wetu akapewe wale. Wao kama hiyo balaa ingine ya kuileta nchini hapa. Wao tushapumzika sasa tunafanya mambo yetu ya Kitanzania tunaondoka nayo. Wao watakutusha tena kwenye balaa kwa sababu mimi sikubali, mimi nishatafiri mikoa zaidi ya 5. Hapo ndio kuna ubingwa anapewa Simba. Hilo jambo litakuwa haliwezekani. Yaani hiyo TFF tunagawana ile. Kila mmoja anachukua chake. Sana mimi nakwambia. Yaani ndio mpira unaishia hapo. Hilo jambo halitawezekana. Hilo jambo linaishia hapo. Yaani Yanga mchezo 15 ambapo mchezo Damalo tunanyanya Yanga alama 45. Wewe ulisikia wapi? Wewe kuona hiyo? Haiwezekani kwa kitu.